Basi mimi ni Padre Crisógono Vulstan na ni paroko wa parokia ya Mtakatifu Francisco Xaveri chuo kikuu cha Dodoma, lakini pia mimi ni mlezi wa Moyo Mtakatifu wa Yesu Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Nikiwaomba waamini wenzangu kwamba Pasaka tunaiadhimisha kila mwaka, lakini kila maadhimisho haya yanafanana kila mwaka. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba adhimisho la mwaka huu liwe tofauti, kwa maana ya kwamba likalete mageuzi makubwa katika maisha yangu, likalete mageuzi makubwa katika shughuli ninazozifanya, likalete mageuzi makubwa katika yale yote ambayo ni wajibu wangu katika jamii inayonizunguka. Kwa hiyo kila muamini hakikisha kwamba maadhimisho haya hayatakuwa tu ya kimazoea au ya kiutaratibu kama tunavyozoea katika maadhimisho, bali yalete jambo fulani jipya katika maisha yangu. Kwa kweli ndio lengo la maadhimisho haya. Japokuwa yanafanyika kila mwaka na kila mwaka tunakumbushwa, lakini msingi mkubwa ni kuleta mabadiliko na kukua, hasa kukua, ili tusibaki tumedumaa, bali tubaki tukiwa tumekuwa wapya katika kumpeleka Kristo kwenye maisha ya watu. Lakini jambo jingine pia ni kuhakikisha kwamba katika Tanzania yetu tunapoelekea uchaguzi mkuu, basi tulikabidhi taifa letu kila siku ili mambo yawe ya amani, shughuli zote ziwe za amani, lakini pia kumuomba na kumsihi Mungu kusudi taifa letu liendelee kubaki katika umoja, katika mshikamano, katika mapendano ya kweli. Lakini pia tunapoelekea uchaguzi tunamsihi na kumuomba Mungu, na ni rai ya Watanzania wote, tuwe na viongozi ambao ni wacha Mungu, viongozi ambao wana hofu ya Mungu, viongozi ambao watajali haki ya kila Mtanzania, viongozi ambao watajali na kulinda rasilimali ya Watanzania, keki ya Watanzania tuile wote, viongozi ambao watajali maendeleo ya taifa zima, viongozi ambao watajali kutimiza wajibu wao na kujitoa kabisa, kwa mfano ule ambao Yesu ametuambia wa kuoshana miguu, viongozi ambao ni watumishi, watatumikia, sio watatumikiwa, bali watatumikia, viongozi ambao wako tayari kujitoa kutetea amani, kutetea umoja, kutetea mshikamano, kutetea haki ya Watanzania. Kwa kweli ndicho ambacho hata mimi nasali na nawaalika wote tusali, ili taifa letu liendelee kuwa taifa la amani ya kweli. Na amani tunayoisemea isiwe amani ya kukaa kimya tu ili mambo yapite. Hapana, ni amani ambayo inatoka ndani mwetu, amani ambayo inapaswa kutengeneza na kila mmoja wetu. Ndicho ambacho nawasihi Watanzania wenzangu tufanye, na maadhimisho ya Pasaka hii basi yaelekee hali hiyo. Na Mungu atubariki sana, na Mungu atuongoze sana, na Mungu atutie nguvu sana, ili tufikie lengo hilo, sio katika Pasaka hii tu, na katika maisha yetu yote ya Watanzania. Mungu atubariki sana.